ni maisha kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, tuko katika siku ya Ijumaa, tunakwenda kuhitimisha somo letu la kwanza hili ambalo tulikuwa tunaangalia tunadhikika lakini hatuachwi. Tuombe. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunatukuza jina lako kwa upendo wako na ulinzi. Umetuleta tena siku ya leo ili tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Tunamwombea anayefuatilia masomo haya apate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Amen. Nasi tunapoondoka hapa, haya maneno yatusaidie katika maisha yetu ya Ukristo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kuwepo kwa Yesu hata katikati ya dhiki. Twende na Paulo kiwa kifungoni mara kadhaa, si kwa sababu ya makosa aliyoyafanya, kwa sababu ya Kristo. Wewe unakuwaga na mwitikio gani hasa unapotendewa isivyo haki? Ni ahadi gani za Biblia unazoweza kuzipendekeza au zinazokubeba wakati wa neema gani inakubeba unapolaumiwa, unaponyanyaswa, unaposingiziwa, mambo yakasio? Sema. Mimi niende moja kwa moja katika Zaburi 37. Kionewa karibu sasa kwa sababu ya mabaya, usugu wafanya ubatili, kwa maana kama majani watakatika mara. Umtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu, na utajifurahisha kwa Bwana. Anaendelea kule mbele anasema, maana watenda mabaya wataharibiwa, bali wamngojea Bwana ndio watakaoirithi nchi. Amen. Amen. Hilo linakubeba. Naona unafungua Biblia hapa. Mimi kinachonibeba ni Master mwenyewe Yesu Kristo. Alinenewa yote, alilaumiwa, alisingiziwa, lakini mwisho wa siku alishinda. Ikaja ikaonekana kwamba kumbe tulimsingizia. Hakuna hata mtu mmoja ambaye hakuwahi kusema kwamba kweli, yaani mwisho wa siku wote waliona kwamba tulimsingizia. Amina. Ninaposingiziwa kama yeye, mwisho wa siku ukweli utadhihirika. Amina. Utaonekana kwamba kweli tumemsingizia. Kwa hiyo Yesu anakubeba? Ananibeba kwa sababu Yesu kama alivyokuwa na Paulo gerezani, na mimi anakuwa nami katika magumu haya. Mimi ile Waebrania 13:5 anaposema sitakuacha wala sitakupungukia kabisa. 13. Mimi nasema hajaniacha hata gereza, hajaniacha hata gerezani. Sasa lingine swali ambalo hapa ni la mwisho tunapohitimisha somo hili la ufunguzi, turudi kwenye fungu la kukariri wa Filipi 4:4. Tunaposemaje? Furahini katika Bwana. Nasema tena furahini. Wewe ugonjwa, wewe minyororo, wewe lawama, hii furaha unaielewaje hapo? Furahini katika Bwana. Umepoteza kazi unatafuta, unayempenda ni mgonjwa au amefariki, furahini katika Bwana. Hebu funga Biblia hapo, toa kichwani hapo, yaani ili litoke kichwani kwamba hii kweli mimi Bwana naelewaje, mimi na hii ni practical. Unaposema tufunge Biblia, lakini itoke moyoni. Ameshatupa jibu kwamba kumbe sio kwamba tufurahi tu hivi hivi, tufurahi kwa maana Bwana yu karibu. Unapokuwa katika mambo kama haya, ujue yupo karibu. Kwa hiyo nakuja kusema kwamba kumbe anapotuambia tufurahi, sio kwamba ufurahi tu hivi hivi, ni kwa sababu Bwana yuko karibu. Mfano halisi kwa Paulo na Sila, wanaimba, watu wanashangaa, watu tupo kwenye haya mambo, lakini wao wanaimba. Mwisho wa siku inakuja kuonekana kumbe Bwana alikuwa karibu. Umenibariki hapo. Bwana yuko karibu. Ukaribu wa Bwana. Mimi nipende kusema siku mbali na mwenzangu, ile neno la Bwana ni karibu yetu. Neno la wokovu. Yaani sitakiwi kuona kwamba Mungu ameniacha. Mungu amenizat. Kaniachia huko nipambane mwenyewe. Hapana. Anachungulia. Yuko pamoja nami. Yuko pembeni yangu hapa
Na huko kina Daniel katika ile tanuru. Alikuja akakaa nao kwenye moto kwenye tanuru. Mpaka yule mbona kama unaona kuna mtu wa 4 mwe ndani. Kwa hiyo hata ahadi za Mungu tukizitegemea, tutaona joto lake hapa pembeni yetu. Tutaona kabisa yupo. Uhakika tunao. Amina. Lakini tukisema tuanze kuona kwamba ametuacha katika vifungo vyetu, katika dhiki zetu, hapo tunaanza kuingia na hofu ambayo yule mwovu anataka tuipate, na tuache sasa kumuona kama Yesu yuko pamoja na sisi na ametuacha tukubali wenyewe. Amina. Kwa hiyo ukipata uchungu wa maisha, maumivu, unafurahi kwa sababu hapo ndipo fursa ya kupata utamu wa Yesu. Unapata wimbo mpya pale. Lakini mimi lingine ninalo nifanya nifurahi katika maumivu, na hasa wakati mwingine ninapokuwa ninapitia, alafu natafuta uwepo wa Mungu ni uisi. Najua kwa imani upo, lakini moyoni naona Mungu wangu mbona umeniacha? Ni pale ninapokumbuka Yesu, kama ulivyosema, Yesu anakutia moyo siku ya 3 alifufuka, kwamba dhiki yangu ni ya muda na ni ya kitambo, inanifanyia kutengeneza uthabiti, utukufu uzidio kuwa mwingi sana, kwamba kuna thawabu huko mbele. Sielewe, nitaelewa. Rafiki yangu, wewe je, una uzoefu gani katika kufurahi katika Bwana hata katikati ya magumu? Tungetamani kusikia kutoka kwako, lakini kila mmoja wetu tunakutakieni mwanzo huu mpya wa usomaji wa kitabu cha Fungwa katika Kristo Yesu kwa Wafilipi na wa Kolosai. Naamini tutapata mengi kutoka kwa mfungwa huyu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili la wiki hii ambalo linatuacha tukiwa tayari kutembea na wewe hata pale unapotuongoza gerezani, hata kwenye matatizo na changamoto, kwa sababu ya uaminifu. Naomba neema yako isitupungukie, ukifungua macho yetu kwa neno lako. Na ikiwa kama kuna mtoto wako yeyote anapitia haya magumu hata sasa hivi, tunaomba neema yako isimpungukie, ukivunja minyoro yako kwa kelele za furaha, ujasiri ukimwongezea, ukimfukuzia mbali woga na mashaka. Amani yako isimwache hata kidogo, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, sasa na hata milele, mpaka somo lingine, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Tumehitimisha somo la kwanza. Amen. Nilikuwa ninasema tunadhikika lakini hatuachwi. Tunadhikika lakini hatuachwi. Tuudhiwa bali hatuachwi. Tuko somo la pili, tunaenda somo la pili. Sababu ya kushukuru na kusali. Amen. Karibu sana wiki ijayo. Mimi ni Aaron Benza. Na mimi ni Enos Magalindile. Na mimi ni Joshua Mondi. Tunakukaribisha. Kama una swali pia acha. Amen. Kama kuna comment hata amina weka. Tutashukuru sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, limetubariki sisi. Tunaomba likawabariki nawe wote watakaolipokea. Kila mmoja wetu anapotawanyika njia yake, amani yako inayopita amani zote ikamsindikize, kwa jina la Yesu. Amen.